mashirika yasiyokuwa ya serikali yana nafasi kubwa katika kuchangia maendeleo ya wananchi. Yamekuwa yakitekeleza shughuli katika afua mbalimbali kama vile elimu, afya, kilimo, mazingira, uwezeshaji kiuchumi, msaada wa sheria, kupambana na ukatili wa kijinsia, pamoja na ulinzi wa ustawi wa watoto wa makundi yasiyo katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo uwepo wa mashirika yasiyo ya serikali yana umuhimu wa pekee, kwani inagusa maendeleo ya jamii kwa ujumla. Hili pia mimi linanipata moja kwa moja, kwa maana kwamba katika jiji la Dodoma nashiriki moja kwa moja kwenye mambo haya yote ambayo nimeyazungumzia. Nashiriki kwenye mambo ya uchumi, mambo ya elimu, mambo ya afya, na wengi wamesimama hapa nimewasikia wanaongea kwamba vitu hivi vina. Kwa hiyo leo nakushukuru sana mratibu, umenileta sehemu ambayo inanihusu kweli kweli. Nakushukuru sana. Ndugu washiriki, mashirika yetu yamekuwa yakiendesha shughuli zao kupitia fedha za wafadhili ambazo baadhi yao wamekuwa wakizitoa fedha hizo kwa masharti magumu ambayo hayaendani na mila na desturi za Watanzania. Tunafahamu tunahitaji rasilimali ili kuendesha shughuli zetu, lakini katika dunia hii ya sasa tunapaswa kuwa na fikra mpya, ubunifu na mikakati mipya katika kutafuta rasilimali na uendeshaji. Kwa jina naitwa Farijala Kunga, ni mjumbe wa Nakongo wa wilaya na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Youth Integration and Development Organization. Leo imekuwa ni siku njema sana, tumeweza kufanya jukwaa la mwaka la mashirika yasiyokuwa ya serikali katika wilaya yetu ya Dodoma mjini, ambapo tumeweza kukutana na wadau mbalimbali, na mambo makubwa ambayo tumeweza kuyajadili ni uendelezevu wa mashirika yasiyokuwa ya serikali, lakini pia tumeweza kujadili masuala ya namna ya kupata rasilimali fedha na namna bora ya kuendelea kuhudumia jamii. Aidha, katika masuala mbalimbali ambayo pia tumeweza kujadiliana, tumeweza kutoka na maazimio ya pamoja ya namna ambavyo mashirika yasiyokuwa ya serikali tunaweza tukaungana kwa pamoja na kuweza kuhudumia jamii kwa ukubwa zaidi kupitia cluster zetu ambazo tunazohudumia, kwa maana watu wa mazingira wanafanya kazi za mazingira, watengeneze mapping nzuri, watengeneze proposal nzuri ili tuweze kuwasaidia wananchi wetu. Aidha, katika jukwaa letu hili pia tumetumia fursa hii ya kuipongeza serikali kwa kuweza kuzindua mwongozo mpya wa mwongozo wa mashirika yasiyokuwa ya serikali, ambao sasa umeweza kutoa fursa kwa baraza la mashirika yasiyokuwa ya serikali kuweza kushiriki kikamilifu katika masuala mbalimbali ya kiserikali. Aidha, yale maazimio yetu ambayo tunaweza kuyaazimia sasa hivi yanafika kwenye RCC, baraza la ushauri la mkoa, DCC, baraza la ushauri la wilaya, lakini mpaka mabaraza ya ushauri ya tarafa mpaka na ngazi za kata. Hii imeonyesha ni namna ambayo serikali inajali mashirika yasiyokuwa ya serikali. Kwa majina naitwa Sylvia Siriwa, ni mkazi wa Dodoma. Nina asasi isiyo ya kiserikali inayoitwa Psychologia Sensitization Networking of Tanzania, kwa kifupi Psycho Center. Asasi yetu inashughulikia makundi maalum, hasa masuala ya saikolojia na afya ya akili. Kwenye jamii tunaishi na shida za kisaikolojia, kila mtu kwa kiwango chake. Changamoto iko uelewa wa swala la saikolojia na afya ya akili bado kwa jamii yetu liko chini. Mtu anapokuwa ana shida ya kisaikolojia na hata afya ya akili, anakosa utulivu, anakosa umakini, na wakati mwingine anashindwa kufuata ratiba zake za kufanya kazi na kufanya swala la uzalishaji. Tayari athari yake ni kubwa, ingawa haionekani kwa macho na inachukua muda mrefu kuona madhara yake. Vile vile changamoto za maisha ni sehemu ya maisha. Unapotatua zile changamoto za maisha ndio hatua ya maendeleo. Sasa changamoto za maisha za jamii inayotuzunguka au tunayoishi zisipotatuliwa, manake hatua za maendeleo zinachelewa. Na maendeleo ni kwa ajili ya watu, sio vitu. Sasa tunatakiwa tujenge zaidi kwanza akili za watu, mindset, zijielekeze kwenye uzalishaji na kwenye kujiletea maendeleo ili tuweze kupata maendeleo ya taifa zima.